Sasa moja kati ya issue ambayo imeweza kuwa ni kubwa ile kinoma noma ni kuhusiana na issue nzima ya kitu ambacho kina trend. Siku ya jana tulikupa kuhusiana na issue nzima ya penzi zito ambalo linaendelea kati ya mchezaji kutokea kitaa kile pale cha Nigeria. Hapa namzungumzia Maduka Okoye ambaye right now kupa za chini chini kwamba ana date na rapper kutokea kitaa kile pale cha Marekani. Hapa namzungumzia bidada Cardi B. Sasa baada ya uvumi huo kuweza kusikika kwa kupitia social media, lakini pia baada ya movement zao kuweza kuonekana, hasa baada ya video zao kuweza kuvuja wakiwa wanakula good time kitaa kile pale cha Italia, basi kuna mazito ambayo yamekuja this time around kutoka kwa moja kati ya bidada ambaye alikuwa anahusishwa na uhusiano wa kimapenzi na huyu mshikaji ambaye anasakata kabumbu kutoka kitaa kile pale cha Nigeria, na pia anahusika katika issue nzima ya moja kati ya timu ambayo inatokea kitaa kile pale cha Nigeria. Hapa nizungumzia Super Eagle ambayo pia ni timu ya taifa kutokea kitaa kile pale cha Nigeria. Sasa unaambiwa hivi, Maduka Okoye bwana, kuna bidada ambaye alikuwa na mdate ambaye pia wakaweza kufanikiwa kuweza kupata mtoto mmoja. Huyu bidada bwana anakwenda kwa jina la Jelicia Westhoff. Kwa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika mazito kumuhusu huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Maduka. Huyu jamaa bwana ni mlinda mlango wa timu ile pale ya Super Eagles. Sasa jamaa ameshindwa kuweza kulinda mlango wake bwana. Siri imetoka pwa! Sema tena, siri imetoka pwa! Eti bwana za chini chini bwana, kwa mujibu wa huyu bidada inadaiwa kuwa ndugu yetu Maduka bwana, na yeye ni moja kati ya watu ambao wameshindwa kukaza mpaka upande wa pili wa watu ambao wamelefti pia anahusika. Sio maneno yangu, bali ni maneno ya huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jelicia Westhoff. Sasa naomba nipite na kile kitu ambacho wamekiandika kwa lugha ya ongenge ili baadaye tuweze tukaelewana vizuri. Hivyo ni katika issue nzima ya summary katika kile kitu alichoweza kukiandika. Sasa huyu bidada kwa kupitia ukurasa wake wa Instagram ambao unakwenda kwa jina la Jelicia.Westhoff ameandika hivi: You don't call your son, you don't see your son because you're too busy punishing his mother and being a baddies on social media. Your son that you wanted so badly when you was still broke and I had to give you money. I was so scared to take you to court, so scared to press charges, so scared to do anything because I knew you would punish our child. But you don't know what? I been clumsy. I give you 1 million chance. Do you take care of him? No? Aliuliza. Then anaendelea kwa kusema, because you have to see him in house. Otherwise, you can't be a father. You manipulative. Sasa katika ile ambayo nilikutafsiria kwamba mwanetu anahusika katika mpaka upande wa pili, ni hii hapa. Bidada aliandika hivi kwa kupitia ukurasa wake wa Instagram pande ya Insta story: You was cheating on me everything when I just give birth to our baby and I still choose to wipe you, but because just had an operation and no one of your people looked out for you because you wasn't even playing, you wasn't even on the couch, you wouldn't cry your eyes out. I motivated you, cooked you, I did everything what a woman could do for you because I loved you until I found out that you liked both sides. What you even admitted to me, you were so openly with who you dating and speaking to. Also be open that your sexuality. Mwisho wa kupita na kile kitu ambacho bidada bwana amekiandika kupitia upande wa Insta story yake. Alidai hivi, alifanyiwa unyenyesaji wa kimwili wakati wa uhusiano wao, pia alimchiti kwa kuwa na uhusiano na wanaume pamoja na wanawake. Tuelewane hapo, alikuwa na mchiti katika ishu nzima ya kuweza kuhusika na jinsia me na jinsia ke. Kama una dii mbili hapo mwanetu, utakuwa na kila sababu ya kuweza kuhusika nayo vizuri kwamba bidada amemwaga mchele. Pia kwa mujibu wa bidada anasema kwamba huyu jamaa ambaye anakwenda kwa jina la Maduka alishindwa kutimiza wajibu wake kama baba kwa mtoto wao kutokana na kile alichodai kuwa maisha ya starehe nyingi. Mwanetu anakula bata kiasi kwamba mpaka bidada anakuja kuweza kumshtua kuhusiana na ishu nzima hiyo. Huyu mnyemwezi bwana kwamba anapenda kuhusiana ishu nzima ya kula miguu yote. Kwa upande wa watoto wa kiume anahusika, kwa upande wa watoto wa kike anahusika. Kwa hapa mpaka mwisho siku bwana amehusika naye kuweza kumweka katika grupu la watu ambao wapo side zote. So maneno yangu ni maneno ya huyu bidada bwana ambaye anakwenda kwa jina la Jelicia Westhoff ambaye
ni baby mama wa mchezaji Okoye Maduka, mlinda mlango wa timu ya Super Eagles, ambaye this time around kupo na skendo kwamba za chini chini ana date na rapper Cardi B. Rapper Cardi B ni moja kati ya bidada ambaye back in the days alikuwa na date na moja kati ya mshikaji ambaye alikuwa anaumiza kutoka kitaa kile pale cha Atlanta nchini Marekani. Hapa namzungumzia Offset, moja kati ya mshikaji ambaye alikuwa anaunda crew ya Migos, and walifanikiwa kuweza kupata watoto watatu katika issue nzima ya relationship yao. Huku upande wa pili, huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jelicia Westhoff akiwa pamoja na Maduka walikuwa ni moja kati ya washikaji ambao walikuwa na date na wakafanikiwa kuweza kupata mtoto mmoja. That's it, ladies and gentlemen, ndani ya Kasako Media. How about your boy, daddy, father of 6 babies, Calvin KO. Until time again, say what? Poor, ladies and gentlemen. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.